taarifa nyingi. Kwenye kick-off number 1 tutaenda kutazama kuhusiana na mkutano wa waandishi wa habari na wekundu wa Msimbazi Simba uliofanyika hii leo, na muda mchache tu uliopita taarifa nyingi zikiwekwa hapo, ikiwepo wale ambao tayari walishanunua tiketi za kushuhudia Simba kwenye dimba la Mkapa na mechi hiyo imepelekwa Zanzibar. Tafsiri yake, wewe kama ulinunua tiketi, tunza tiketi yako na mwezi wa 8 kwenye Simba Day utatumia tiketi yako. Hii imekaje? Tutatazama kwenye kick-off number 1. Kick-off number 2 ni Lamine Yamal akiongoza kwenye taarifa za kuwa mchezaji bora hivi sasa, licha ya kuwa na umri mdogo, lakini bado watu wanampa kwa namba alizozionyesha msimu huu. Anaweza akawa hata kwenye tuzo za Ballon d'Or, na mafanikio mengi yote tutayatazama, na ushindani mkubwa anaupata kwa nani? Jenny Osman Dembele kutokea pale PSG, ama Lautaro Martinez kutokea pale Inter Milani, ama pale Barcelona utamtazama Pedri, kwa wale wote wanaotajwa kwenye vinyang'anyiro hivi sasa. Review ipo kwa ajili yako. Jana tulishuhudia mchezo mzuri ukipigwa wa EPL na matokeo ya michezo mingine. Preview leo ni Manchester City atacheza dhidi ya AFC Bournemouth, ataweza kushinda na kusonga ama kusogea top 4. Yote hayo tamulika, bila kusahau mida ya kubeti mtukati pia ipo kwa ajili yako. Teacher Tiga na Lukinja natumai afya yako ni iko tununu sambamba na Wilson John Oruma, kila kitu kiko bam bam. Naamini tangu kuzaliwa kwako Teacher Tiga, na hili la leo la Simba la watu kununua tiketi mwezi wa 5 na kuzitumia tiketi mwezi wa 8 ushawahi kukutana nalo? Yeah, nimewahi kukutana nalo. Nimewahi kukutana nalo katika mfumo wa tiketi za msimu kwa baadhi ya mataifa ambao wana run kwa hapa Tanzania. Kwa hapa Tanzania ni mara ya kwanza. Ni mara ya kwanza, nikiri hilo. Na mara ya kwanza inawezekana pia likawa limechagizwa na umbali kutoka mwezi wa 5 na mwezi wa 8, kwamba linakwenda kuwa mara ya kwanza kwa umbali huo. Lakini imewahi kutokea scenarios kadhaa kwamba tiketi labda hivi ikatokea sababu ikaahirishwa labda kwa wiki 2 kwenye matumizi yanayofuata. Lakini msimamo wangu na mtizamo nilionao, bado naungana na Simba Sports kwenye kutafuta ufumbuzi. Jambo limeshaharibika alikwepeki. Ndio maana Waswahili wanasema bora nusu hasara kuliko hasara kamili. Kitaalamu ni kwamba tatizo limetokea kubwa tu la kuharibika kwa mchezo ambao ulipaswa kuchezwa Dar es Salaam, ambao tiketi ile ndio ilikuwa inapaswa kutumika. Mechi imekwenda Zanzibar. Ndugu yangu ambao alikuwa ameshatengeneza bajeti yake kutoka Mwanza, kutoka Njombe kule Uwemba akifanya, hawezi kufika, anatakiwa kuwa na bajeti mpya ya kufika hapa, afu across Zanzibar, alafu ashe gharama labda za malazi na nini akiwa Zanzibar. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa wataachia ile nafasi. Sasa huyu mtu ameshapitia changamoto hii ya hasara, nini kinakuja kama ufumbuzi? Ndio maana naungana na wazo la Simba la kujaribu kuwalipa nusu hasara kwa kile kwamba watunze tiketi zao, watazitumia kwenye shughuli yao nyingine inayohusisha mechi yao. Yumkini wangelikuwa labda home team katika mchezo mojawapo wa ligi kuu mkubwa, wangeweza kusema tutazitumia hapo, lakini hawana tukio jingine kubwa kama home team mpaka hilo la kwao la mwezi wa 8 mara nyingi wanafanya Simba Day. Oruma, baada ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoa maelezo haya ya kwamba walionunua tiketi wazihifadhi hadi mwezi wa 8 kwenye Simba Day, kwako umeliona lina mashiko? Maamuzi haya na mashiko, au kuna namna wangefanya waweze kuwarahisishia kufika Zanzibar na kuishuhudia finali? Kwa sababu kuna wengi wamelipia tiketi wakiitazama kwenda kumtazama Yusuf Dayo, kutazama labda Kamara wa Belkane, lakini ndio imeshindikana. Na huenda pia kwenye mechi ya Simba Day asije Belkane, akaja timu yoyote ya kawaida, maana yake atakuwa amefilisiwa yule shabiki aliyekuwa amenunua tiketi. No, hilo la kwanza Simba Day kwamba inaweza kuja timu ya kawaida, sifikiri hilo. Bado Simba Day inaweza kuja timu ya uzito wa RS Berkane, lakini haiwezi kulingana uzito sawa na mechi ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Unajua, kwa timu zetu hizi hatuko na garantia mara nyingi kufika finali ya michuano mikubwa ya CAF. So unawaza pengine baada ya finali hii itachukua muda gani labda kwa Simba kuja kuleta finali nyingine ya kombe la shirikisho barani Afrika? Inaweza kuchukua muda mwingi sana. Kwa hiyo ni once
in a lifetime. Unajua Maziko, kwa mfano, kuna wanasimba ambao walishuhudia fainali ya 93. Ndio. Umeelewa? Ambao wanajidai mbele ya kizazi hiki kwamba mimi wakati naingia pale dimba la shamba la bibi Uhuru. Sio kushuhudia fainali, wewe hukuepo, sio wewe, au wewe ulikuwa ni bwana mdogo, hata ufahamu ulikuwa huna. Umeelewa? Lakini kwa bahati nzuri Mungu ameleta nyakati, akaleta fainali nyingine 2025 ambacho kizazi hiki cha Gen Z hii wanaweza kujidaia kama ni fainali ya kwao. Umeelewa? Sasa Simba ilipofika fainali, mtu amejichanga akapata 7,000 yake, akasema naye wale ambao walikuwa wananitambia 93, sasa fainali yetu Gen Z hii imefika, mimi nakwenda kuwa sehemu ya historia. Kwa hiyo sifikirii sana kuhusiana hiyo mechi ya Simba Day, nafikiria hili tukio lenyewe kwamba kuna mtu atakuwa labda na kiasi chake cha 7,000, labda ndio alikuwa nacho hicho, sio hii fursa inakosekana. Lakini mimi nawafahamu mashabiki wa Simba. Mashabiki wa Simba ni mashabiki bora sana barani Afrika. Unakumbuka walipewa tuzo na CAF kama ni mashabiki bora barani Afrika. Ni mashabiki ambao sijawahi kusikia mashabiki wa Simba wakiingia uwanjani bure. Hawanaga hiyo historia. Labda kama mtanikumbusha. Yaani mashabiki wa Simba wameingia kiwanjani bure. Sikumbuki. Najaribu kukumbuka pia So mara nyingi ni mashabiki ambao wanapenda timu yao, wanapenda klabu yao, wanapenda kuchangia timu yao, na kwenye hili hakuna namna ambavyo wanaweza wakalaumu labda hata viongozi wao, kwa sababu ni jambo ambalo liko mbele ya viongozi wao. Wakati hii taarifa inatoka pale, tulikuwa tunalalamika kwamba Simba walipata taarifa mbele ya RS Berkane ambaye ni timu ngeni. So hata Simba wenyewe walichelewa kupewa taarifa ya kubadilisha kiwanja. Wanapata taarifa tayari mashabiki 13,14 walishakata tiketi. Unaelewa? Kwa hiyo ni jambo ambalo liko juu ya kila mtu. Liko juu ya viongozi wa Simba, na ishatokea sehemu ya issue kama hiyo kwamba sasa wanapaswa kuhamisha kiwanja. Labda kulikuwa na fursa, nafikiri ingekuwa ni mechi ya ligi. Labda kungekuwa na nafasi ya kuzungusha tiketi kwamba jamani, tiketi zenu zile za mechi hii mnaweza mkatumia mechi hii. Kwa sababu hii ni mechi ya CAF. Unajua, wasimamizi wa hii game wakubwa ni CAF. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kuhamisha tiketi ambazo tayari zilikuwa allocated kwenda Benjamin Mkapa ukazihamishia Amani Zanzibar kwenye kiwanja kingine. Umeelewa? Kwa hiyo ni changamoto ambayo mashabiki wa Simba lazima watawaelewa viongozi wao, na bado kwa sababu mechi ni Tanzania, bado Zanzibar ni nyumbani, wakwe boti waende wakawe sehemu ya hiyo historia. Lakini Huruma anapata ukakasi kwamba kama Simba wamechelewa kupata taarifa za kwamba uwanja utatumika ni wa Amani pale Zanzibar na wao ni wenyeji, taarifa zimewahije kufika kwa Berkane ambao ni wageni kwamba mechi inachezwa Zanzibar, na wao kuanza kubook hoteli zao kule Zanzibar. Yaani kwa nini taarifa zimeanza kwa mgeni na si kwa mwenyeji? Simba sio wao walidelay kusearch taarifa. No, maana tunasema hizi fitna za mpira wa Kiafrika. Sio? Yaani Simba amefanywa fitna? Yes. Kwenye hili? Ndio maana Berkane waliwahi kupata taarifa kabla ya Simba. Alifanya fitna kwa Simba ni nani? Tumtafute tumfunge paka kengele. Alifanya fitna ni nani? Aliwafanyia fitna Simba hadi mechi. Waliopaswa kuwapa taarifa timu ya nyumbani. Sio wenye mamlaka ya kuwapa taarifa timu ya nyumbani kwanza, kwa sababu wao ndio wenye mandate ya mchezo. Sio? Kwa hiyo wenye mamlaka ambao walipaswa kuwapa Simba taarifa, na hata kama unawaza kwamba hata kama taarifa ingewahi kwa Simba, hiki cha leo kingeweza kuepukika, kwa sababu taarifa Berkane walipata tarehe, wasema TFF na Simba taarifa walipata tarehe 14. Ina maana Berkane walipata taarifa tarehe 10 na ngapi? Tarehe 13. So let's say out washumu Simba taarifa wangeipata tarehe 13. Sio? Sisi bado kuna watu wengi walishakata tiketi za kwenda Benjamin Mkapa.
So hakuna namna ambavyo hii situation ambayo inatokea sasa ingeweza kuepukika. Umeelewa? Kwa hiyo ambacho mashabiki wa Simba once again narudia, ni mashabiki waelewa sana. Ni mashabiki ambao wanapenda kwenda kiwanjani kuchangia timu yao. Sijawahi kusikia mashabiki wa Simba wakienda kiwanjani bure au wakiingizwa kiwanjani bure. Umeelewa? So hii ni nafasi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Wapigie tu ni kuunganisha. Nimeona pia viingilio vimepanda. Mzunguko kule ni 10,000. 10,000. So 10,000 umeshachangia 7,000 ile ya mwanzo, itakuwa ni 17,000, sio? Itakuwa ni 17,000 kwenda kuangalia fainali, pengine itakuwa ni fainali ya maisha yako. Labda kingine hapo kitakachopanda of course ni gharama za kwenda za kusafiri boti kwenda na kurudi. Yes. Kuna kulala pia, kusafiri na kuishi Zanzibar, lazima pia gharama zitaongezeka hapo, sio? Lakini kwa sababu ni tukio kubwa, ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, hujui lini timu yako inaweza kupata hii fursa. Kwa hiyo wana Simba waingie tu kwenye gharama, waende wakatengeneze hiyo historia. Labda kamati ya mashindano kutoka CAF Chatigana, yes, hawakuwa na room yoyote ya kutumia busara kwamba kuna wageni wanakuja kutoka mataifa mbalimbali huko Ulaya, Asia, Amerika, wanakuja kuitazama Simba, wanakuja kuitazama Berkane, na tayari labda wao walikuwa wameshakata tiketi kuja kwa Mkapa. Wasingetumia busara kwenye mechi moja tu hiyo, kwamba CAF akasema basi okay, kwa ajili ya kujenga faida ya mashabiki wenu na mpira wa siku hizi ni biashara, ache chezo hapo Mkapa na si kuwapeleka kule. Swala sio busara. Swala ni kanuni zinasemaje na nini wanachokiavoid. Sio eneo kubwa ambalo CAF anataka ni kupata mechi yenye hadhi ya fainali ndani ya pitch. Yaani kusiwe na kikwazo cha kimiundombinu. We mwagika uwezavyo, onesha pattern yako ya kucheza, piga pasi za kisigino, lakini upige kwenye sehemu ambayo inakuwa accommodate, ina support maandalizi yako ya kisayansi. Sasa mvua inapotokea, inapokuwa uwanja umetuamisha maji, unafanya mpira usiende, inaweza ikawa ni tatizo kubwa. Kwa hiyo tumekubaliana na tumejiridhisha kwamba kulikuwa na makosa ya eneo la pitch, eneo la kuchezea ambao CAF ndo wameliconsider, ndio maana uwanja unapelekwa, mechi inapelekwa kule. Hao diasporas na wengine wote walioko nje ambao wanataka kuja kuiona mechi wataingia kwenye mfumo ule wa nusu hasara kuliko hasara kamili, kama ambavyo wale wazawa itawagusa hivyo. Kwa kama wewe ulitaka kutoka Falme za Kiarabu baada ya kuchukua flight kuja JK, uwanja wa Julius Kambarage Nyerere, uwanja bora kabisa wa ndege, basi uchukue uwanja wa Karume Zanzibar, ni kwamba flight yako iko connect pale ukauona mchezo huo. Tumeshapata tatizo la kwanza, mechi haiwezi kuchezwa Dar es Salaam. Tatizo la pili, tunatakiwa pande zote tusaidizane kwenye kusolve. Yule ambaye ataguswa kiuchumi, kuna mwingine ataguswa kwa muda wake, kwamba nimepoteza muda kwenye nimetoka hapa, mwingine atapata uchovu wa safari za kuunganisha, lakini azma ni ili jambo lifanikiwe kwa maana moja au nyingine. Kwa hiyo halikuhitaji busara. Na pale nyuma tunaweza tukajiuliza vitu vingi sana. Suppose ukweli ungekuwa unawekwa bayana juu ya development kwa kuhusisha wataalamu. Mimi nikienda uwanjani nikatizama kwa jicho langu, naweza kuambia uwanja unaweza kutumikishwa ukachezwa vizuri tu, lakini ufahamu kwamba tunaandaa CHAN. Yule expert wa CAF aliyopo nchini mahususi kwa ajili ya maandalizi ya CHAN ndio aliotoa ripoti ambayo imenyoka, ambao wale CAF wameizingatia na kuona kwamba huenda mchezo wa fainali tukakosa. Kule kwenye platform yetu nyingine mmeishia kucheka pale niliposema mimi nilikuwa na mchezo last weekend hii iliyopita against opponent wetu. Tumecheza mechi, mimi naongoza bao 3 na timu yangu ya EFM FC 3-0. Mvua imeshuka, wageni wametoka mbali, tuailishe mechi, wanasema kwamba utapata faida ya hayo matokeo ambayo yako kwako. Nimecheza game hiyo, nimeimalizia, majuto yamekuja, tumefungwa bao 4, tumesawazisha, yani tumeenda 4-4, sare ya 4-4 kutoka kwenye kuongoza sisi 3-0. Lakini uwanja ukutusupport mara baada ya mvua. Sasa hivi ni vya level ya chini, level ya kawaida. Tunazungumza maeneo ya kawa ya ambao activities zetu zipo. Lakini sasa hii mechi ya finali
kubwa ya Afrika na bado inaangaziwa na supporters wengine dunia nzima. Kwa hiyo inahitaji iwe katika sehemu ambayo iko tayari kwa ajili ya mchezo. Somo tunalopaswa kulipata kwa nyakati hii moja. Tunakuja kwenye AFCON na kwenye CHAN hatujapewa opening ceremony zitafanyika wapi na closing ceremony. Si ndivyo? Closing ceremony zinaweza zikawa zinatakiwa zifanyike hapa. Si ndivyo? Sasa kama vijisifa hivi vitashindikana, tunaweza tukakosa room moja wapo. Kwa hiyo tuhakikishe tunapambana kwenye uwanja. Yaani mimi na wish kuona uwanja si huko katika kiwango bora, tuwasute kafu wenyewe. Kwani tukitazama kwamba kuna hii kasumba ya watu wameanza kuona labda imekuwa ni faida kwa hii finali kuchezwa Zanzibar, tukiamini pengine ingechezwa hapa kwa Mkapa mambo yakaharibika zaidi, tungenyimwa hata mashindano ya CHAN. Kwani najiuliza binafsi, roho za watu, roho za mashabiki wa mpira wa Tanzania zimeelekezwa zaidi kwenye CHAN ama kwenye finali ya Simba? Kama tuna hii imani ya kwamba kwenda kuchezea Zanzibar imetupa afadhali na kuweka uwanja wetu usionekane na shida kwenye michuano ya CHAN, ni bora umepelekwa kule finali ili CHAN yetu iwe salama tupewe sisi. Najaribu kuangalia roho za mashabiki wengi wa mpira wa Kitanzania, zipo kwenye CHAN ama zipo kwenye Simba Huruma? Sasa najua CHAN ni kitaifa, linaweza likakupoka kasi, lakini swala la Simba na roho za watu ni kubwa kuliko mashindano ya CHAN. Sasa ushalisema, yani yote kwa yote nafikiri kafu wameangalia, kwa sababu issue ya CHAN tayari tunayo, sio? Yani issue ya CHAN tayari tunayo. Sasa ni issue ya kuhakikisha kwamba tunapata tournament bora, ndio, sio? Kwa haraka iwezekanavyo. Na huu uwanja umeshaingia tayari kwenye shida, sio? Kwa hiyo kafu wanajaribu kulinda hiyo. Lazima wafanye kwa kadiri ya uwezo wao kuweza kulinda hiyo. Na mwisho siku Maziku, lazima sisi fika hatua, sisi kama nchi pia tuko wenyewe hapa, sio? Tuko wenyewe, lazima fika hatua kwamba tuambizane ukweli. Kuna sehemu watu hawajafanya wajibu wao sawa sawa. Hawajafanya wajibu wao vile ambavyo inatakikana. Yaani tusifikishwe sehemu, yani tumefikishwa sehemu ya kuchagua kwamba ni finali ya Simba au mashindano ya CHAN. Hapana, hatukupaswa kufika hiyo sehemu. Umeelewa? Kwa sababu kwa kuangalia hivi vitu vyote ni muhimu. Finali hii ya shirikisho ni jambo kubwa kwa Tanzania, kwa sababu again nimerudia, hatuko na hakika. Hapa karibuni Yanga ilipata finali. Sio? Ilikuwa 22 23. Ndio. Baada ya miaka mitatu tumepata finali nyingine. Si ndio? Hatuko na hakika kwamba tunaweza tukapata hii fursa kwa karibu hivi kwa kiasi gani. Kwa bado hili tukio la finali ni tukio kubwa, tukio la CHAN ni tukio kubwa. Matukio hayo yote makubwa yalipaswa kufanyika kwenye uwanja wenye hadhi, uwanja wetu mkubwa ambao kama taifa tunajidaia. Sasa watu ambao wamesababisha, sio, hizi eventi zote zisifanyike kwenye uwanja wetu wenye hadhi ambao kila mtu anajidaia nao, hawa watu ndio wanapaswa kuwajibika. Sometimes somewhere kuna watu hawajafanya wajibu wao sawa sawa. Kumekuwa na back and forth. Watu wanakuja na wanaangalia kiwanja, mnaambiwa kiwanja hakiko sawa sawa, wanakwenda wanarudi, wanapima. Tuangalie. Kuna issue, kuna stories, mnawapa managers wa kiwanja ambao hawako qualified, sio? Kazi yao wanachojua ni kuchukua mapato. Pale ndani naambiwa kuna facilities za kutosha kufanya maintenance ya kiwanja, lakini bado watu ambao wamewekwa pale kwenye ule uwanja wala hata walikuwa hawajui kama hivyo vifaa vipo. Ashiria mbali uwezo wao kuweza kuvitumia vile vifaa. Umeelewa? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo kama sisi wenyewe tumeshindwa kwenye namna ya kumaintain na kumanage ule uwanja, ziko agents, wako makampuni ambao hizi kazi wanaziweza, tuwape hiki kiwanja. Kwa sababu mwisho wa siku
tunakwenda Zanzibar, sio? Lakini kwa namna moja ama nyingine ni disadvantage kwa Simba. Yaani Simba yani inaweza kafika hatua labda ameshindwa kutoa kombe, sio? Inawezekana moja kati ya sababu ambazo watazimention ni mechi kuhama kwenda Zanzibar, kwa sababu wote tunajua nasaba ambayo Simba, historia ambayo Benjamin Mkapa wako nayo na Simba Sports. Advantage yao ya kushinda mechi ya finali ilikuwa inaongezeka kwa sababu mechi ilikuwa ni Benjamin Mkapa. Lakini mechi haiwezi kuchezwa Benjamin Mkapa kwa sababu sometimes kuna watu hawakufanya wajibu wao sawa sawa. Hawa ndio watu ambao kama taifa tunapaswa kuwawajibisha. Katika hali ya utani, tunafahamu Simba watani wao wa jadi ni Yanga. Tuilete labda kwenye hali yao ya kiutani. Kuna advantage ya kujitetea na disadvantage ya kujitetea vile vile kwa Simba. Kama itatokea akapoteza ubingwa kwa sababu hajichezea kwa Mkapa, akawa na namna kujitetea, na endapo atachukua ubingwa kutumia dimba la Amani, kuna chochote cha kujisifu na kuwazodoa zaidi watani wao wa jadi? Oruma, kwamba sijaelewa. Kama Simba kwenye hali yao ya utani wanasubiria labda mashabiki wa Yanga wawang'onge mashabiki wa Simba pindi ambako watapoteza ubingwa huu, sio? Sasa kama Simba atafanikiwa kuchukua ubingwa na hajatumia uwanja wa Mkapa kwenye mchezo wa finali, kuna namna yoyote ambaye anaweza akajiona ni mwamba zaidi kuliko Yanga Afrika ambaye alicheza hata kwa Mkapa lakini hakuchukua ubingwa? Lakini hata kama Simba akipoteza, kuna namna ya kujitetea, sijachukua ubingwa kwa sababu sikucheza kwa Mkapa, nyinyi Yanga mlicheza kwa Mkapa finali na mkuchukua ubingwa. Kuna hiyo. No, hiyo excuse hata bila utani. Pale mwanzo nimeelezea vizuri. Sio? Simba ameshafanya vitu vikubwa sana Benjamin Mkapa. Kwenye kile kiwanja. Sio? Kile kiwanja kina historia na Simba. Unajua Benjamin Mkapa imejengwa kwa sababu ya Simba. Watu hili hawajui. Acha bwana Huruma. That's true. Yaani dimba la Benjamin Mkapa lilitengenezwa kwa ajili ya Simba Sports. Ticha Tiga atakumbuka wakati Simba wanatoka kucheza na kumfunga Zamalek. Sio? Wanatoka kumtoa bingwa mtetezi Zamalek. Wakati wanarejea airport walikutana na marehemu mzee Mkapa. Atoka safari zake. Akauliza, jamani, huu umati wananchi wangu wamekuja kunipokea? Akaambiwa hapana, hawajaja kukupokea wewe, wamekuja kumpokea mnyama ametoka zake Egypt kwenda kumfunga bingwa mtetezi Zamalek. Msabini akasema, jamani, kumbe wa Tanzania wanapenda mpira kiasi hiki, basi nitawapa uwanja. You understand? Lakini hakusema uwanja wa Simba. Alisema na uwanja, si uwanja wa watu wote. Sieleweka kwani? Mimi nimekuelewa. Nimesema Benjamin Mkapa ujenzi wake una nasaba na Simba. Ndio hii ninayoielezea hapa. Vinasaba. Hapo sasa nimekuelewa. Akasema nitawapa zawadi ya kiwanja kikubwa. Kumbe Tanzania kuna watu wana mahaba na mpira kiasi hiki. So umeelewa? Nakuelewa. Achilia mbali tukio hilo. Nenda kwenye mechi nyingi kubwa. Simba anapohitajika kupata matokeo muhimu, ameyapata Benjamin Mkapa. So ule ni uwanja ambao Simba wana historia nao kubwa. So sometimes mechi kuhamishwa kwenda Zanzibar ni excuse ambayo Simba wanaweza wakaitumia kujitetea wakipoteza ubingwa. Yes, na mimi naweza nikawaelewa. Ticha, unaungana na hiyo? Yes. Kwamba Simba akipoteza ubingwa na hoja ya kujitetea, sijacheza kwa Mkapa, eneo langu la kujidai. Hiyo iko wazi. Japo maandalizi ya timu ndio kila kitu. Ikitokea amepoteza, anaweza kusema kwamba nililack ile home factor ile. Kwamba kigezo cha niko nyumbani naonja. Na ambao tumeizungumza pia kwenye maeneo mengine kuhusiana na kitakachokosekana. Ambiance, mashabiki 60,000 kwa mashabiki 15,000. Vitu vile tofauti. Vile vikundi vya ngoma vinavyokuwa pale vinahamasisha. Haviwezi vyote vikasafiri kwenda Zanzibar. Utavikodi, utapata vinginevyo, utapata wanachama wa Simba walioko Zanzibar, lakini huwezi kupata kwa namba ambao ungeipata ukiwa Tanzania bara. Simba anaondoka kesho, Ticha. Naam. Kuelekea visiwani Zanzibar kwa maana ya timu na management kwa ajili ya kutoa hamasa zaidi. Ni muda sahihi, Jumatano kesho, na mechi ni mwisho wa juma. Yes, muda sahihi sana. Na yani ni muda sahihi, na wangekuwa wamekubali mapema kuelewa, kwa sababu kuna nguvu za mapambano kujaribu kuwarudisha CAF pamoja na serikali
ikiomba CAF kama kuna alternatives ya pili, japo wanazuoni tulianza kuona ugumu wa ile venue iliyokwisha kutajwa, alafu mabadiliko yaje yatokee tena. Kwa hiyo kuanzia pale yule ambaye anaweza kutumwa hiki alipaswa kuondoka. Kama zile advancing team ambazo huwa tunazifanya kwa kwenda nje ya nchi za kina basi, ilipaswa hapa pia kila kitu kifanyike. Yaani usi underrate game. Yaani kile ambacho wewe unakifanya ugenini vile vile mapambano yaanze. Kwa hiyo kwa kwenda Jumatano sio tatizo. Na mara nyingi ingawa sasa ticha hapo, sorry, ingapo sasa kwenye hilo of course kuna ugumu wake, labda kuzungumza kwenye ukubwa wa timu, kwa sababu wakati hizi sababu hii taarifa ya mechi kwenda Zanzibar, Simba bado alikuwa away. Sio, ina maana zile advanced team zote bado wote walikuwa wako ugenini. Lakini all in all, unajua factor ambayo anaisema ndugu yangu hapa, unajua kwa nini kwenye football kuna madaktari labda wawili kwenye timu? Unafahamu? Kama kuna mchezaji ameumia pale uwanjani, jukumu la kwanza la dokta wa timu wanapompakia kwenye ambulance aende na timu, aende na mgonjwa. Na yule ndio atakaye answerable kwa management hali ya mgonjwa na nini. Sasa what happened, ambulance imetoka na mgonjwa wa kwanza inakwenda, kuna mchezaji wa pili ameumia. Maana yake yule assistance atalazimika kuondoka tena na mgonjwa kumpeleka hospitali. Yes, ndio maana kuna division zile za kiutendaji. Nasikia kuna mwenyekiti, kuna makamu mwenyekiti. Sababu yake inakuja kwenye mazingira kama haya. Kwa mfano kwa ile timu ya Simba ilivyokuwa kule away, si ndivyo? Baada ya mchezo kwisha, mara nyingi tulikuwa tukiwacheki wanatujibu kwamba hapana, concentration yetu iko kwenye mchezo wa huku Morocco. Tukimaliza tutageukia. Kumbe baada ya kumaliza ule, ina maana kulikuwa kuna paswa sasa vikao na kwanza kugeuzia huku. Bwana, tuna mtu Tanzania kuambatana na safari, ni sehemu ya Simba tunafahamu. Bwana, tangulia sehemu hii, kaanza kumonitor kitu hichi. Si ndivyo? Ni lazima kwenye utundu wa football. Kinyume na hapo utachelea. Kuna watu wameshakwenda Zanzibar. Mimi kuna baadhi ya watu ambao wana kazi maalum zinazohusisha mechi washaanza kuondoka jana juzi. Umenielewa? Hata jana somewhere mimi nilikuwepo, zinapotoka sasa official information za upande wa Simba kwamba tumekubaliana na matokeo mechi iko Zanzibar, watu wanacheka. Kuna watu walikuwa na padai zao mfukoni za kiutendaji kule, kwa sababu ilikuwa najua ile jambo haliwezi kugeuka. Sawa, kuna la ziada zaidi ya hapo? Simba anaondoka, una chochote cha kuzungumza ama tuondoke mzangu tuende kwenye kickoff number 2? No, mechi imefika. Mechi imefika. Na njia zote sasa hivi zinaelekea Zanzibar. Kila shabiki wa Simba afanye lolote kokote aliko kwa imani yake. Inaweza likafanikiwa. Sawa, kickoff number 2 inafuata.